kisha akaenda kwa Mtume sallam na kichwa cha Abu Jahal. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Allahu akbar walhamdulillahi alladhi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Inshallah tukiendelea na sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wiki ya juzi tulianza kuzungumzia vita vya Badri, ghazwatu Badri al-Kubra, vita vya Badri kubwa. Japo wiki iliyopita tulikuwa na dharura hatukuweza kufika, lakini leo tuendelea na hii sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tukiwa katika vita vya Badri. Na leo tuingia nukta ya al-mubaraza. Al-mubaraza ni katika mbinu ilikuwa ikitumika zamani vitani. Anatoka mtu mmoja mmoja, challenge. Watu wasema vita vya zamani huko ni vya mashujaa. Mubaraza, anatoka mtu upande huu na upande mwingine wanapambana. Kwa hiyo katika uwanja wa Badri wakatoka watu watatu katika wale mashujaa wa kimushrikina wa Quraishi, Utba na Shaiba, watoto wawili wa Rabia na Walid bin Utba, na kuambia Waislamu nao wajitokeze. Wakatoka vijana watatu katika Ansar, watu wa Madina, lakini mushrikina wakasema nuridu bani ammina, tutaka watoto wa binamu yetu, hatutaki hawa watu wa mbali, tutaka hawa binamu zetu, hawa watu wa Makka. Kwa hivyo akatoka Ubaida bin al-Harith na Hamza, ammi yake Mtume, Hamza bin Abdul Muttalib, na akatoka Ali bin Abi Talib. Wakawa ni wenye kupambana na mushrikina, mubaraza. Hamza akamua Shaiba na Ali akamua Walid. Kisha Ubaida na Utba wakawa ni wenye kupambana, kila mmoja akamjeruhi mwenzake. Kisha Ali na Hamza wakaingilia upande ule wakamua Utba. Ubaida alikuwa ameumia mguu wake, na yasemekana alikufa baada ya siku 4 au 5 kutokana na majeruhi kama yale au jeraha kama lile, wakati walikuwa wanarudi katika mji wa Madina. Kwa hiyo kwa ule mubaraza uliokuwa, mushrikina wakawa ni wenye kupata dhiki sana kuona watu wao wote watatu waliweza kufa. Wakapanda hasira, wakaanza kuvamia zile safu za Waislamu kwa nguvu sana. Kwa hivyo wakaingia katika safu za Waislamu, na Waislamu wamethubutu katika sehemu zao wakijitetea, huku wakisema na mwito wao na shiari yao iliyokuwa wakati ule ahadun ahad. Kwa hiyo wakisema ahadun ahad. Katika hali ile Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa ni mwenye kupatwa na kama usingizi mwepesi ndani ya vita. Kisha baada ya pale akainua kichwa chake, ni kana kwamba alikuwa ameteremshiwa wahi, akasema abshir Abu Bakar, ataka nasrullah, bashiria khairi Abu Bakar, umejiwa na nusra Mwenyezi Mungu. Hadha Jibrilu akhidhun bi'inani farasihi yaqulu, Jibrili huyu hapa ameshika kamba ya farasi wake, anampeleka ala thanayahu naqa, ikiwa zile kwato za yule farasi zinatifua vumbi.
Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapatia nguvu Waislamu katika vita vya Badri na malaika bialfin min almalaika murdifin, wakapata takriban malaika 1000 wakashiriki katika vita vya Badri. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kutangulia akiwa mbele katika safu, akiwa na vazi lake la kivita, akisoma aya sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, yani hili kundi litashindwa na watakimbia, watawapa mgongo Waislamu katika vita hivi. Akachukua mchanga, ile changarawe, akatupa katika uso wa mushrikina, huku akisoma shahatil wujuh, yani nyuso ziwe ni zenye kudhalilika, nyuso mbaya kabisa. Katika mchanga ule aliotupa Mtume sallam, ikawa hamna mushriki yoyote katika washirikina waliokuwa vitani ila walipatwa na mchanga ule katika macho yake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama, hukutupa ulipotupa, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kutupa. Baadhi wanaeleza kwamba ni ile hifna min alhasba ambayo Mtume sallam alichukua akawatupia wale mushrikina. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha hujumu, yani mashambulizi dhidi ya mushrikina, waqala shuddu, yani kazeni. Akawa ni mwenye kuwahimiza, haradhahum ala alqital, katika mapambano. Waislamu wakapata nishati na walikuwa na hamasa zaidi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa baina yao akipigana, yuko mbele yao, ikawa wanaingia katika safu na wanawaghilibu mushrikina. Malaika wakawa nusuru, ikawa wanawaghilibu mushrikina, yadribuna fawqa a'naqi almushrikin, ikawa vichwa vya mushrikina vinaanguka na mushrikina wakaanza kukimbia na Waislamu wakawafukuza, wengine wakawa ni wenye kutekwa nyara. Yasemekana Iblis alikuwa amehudhuria katika vita hivi naye kwa sura ya Suraqa bin Malik bin Ju'shum, amehudhuria kuwatia nguvu mushrikina, akiwahimiza wapigane na Waislamu. Alipoona kile ambacho kwamba malaika wanafanya mushrikina, basi alikuwa ni mwenye kukimbia. Semekana farra ila al-bahri al-ahmar, akakimbilia bahari nyekundu na kajitia ndani ya bahari huko, kajitokomeza. Ikaja tukio la kuuawa Abu Jahal, ambaye kwamba ni Firauna hadhi al-umma. Abu Jahal alikuwa na kikundi kinamzunguka na walikuwa na viembe wakirusha, na katika safu ya Waislamu alikuwa Abdurrahman bin Auf, alikuwa na vijana wawili katika Ansar. Abdurrahman bin Auf akiwa nao, wale vijana wakaanza kumwambia Abdurrahman, kila mmoja amwambia kwa siri, ya am arini Aba Jahl, hebu nionyesha Aba Jahl ni yupi. Qala wama tasna'u bihi, wataka kufanya nini Abu Jahl? Qala ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asema nimeambiwa kwamba huyu alikuwa akimtukana sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema fawalladhi nafsi biyadihi, na hapa na yule nafsi yangu hiyo mikononi mwake, la in raaituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamuta, nikimwona yani akikusanya sawadi ile jicho lake halitopambanukana naye mpaka nimuue.
na Sheikh Khalid Ar-Rashid fakka Allahu asra katika sujun za Mahlaka Saudia, walipomtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam wale Denmark, akazungumza khutba moja mzuri sana na akataja kisa cha hawa vijana na tukio ambalo kwamba walilifanya walipomtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ule Denmark walipochora katuni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema hadha nabiyuna, huyu ndio mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Akamzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, uzuri wake, sifa zake, akhlaqi zake, yani bashar ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkamilisha, basharan la kal bashar. Akamzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hadha nabiyuna, huyu ndiye mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na hizi ndio sifa zetu. Kisha akauliza malladhi aghadhahum, kipi kimewachukiza kuhusu bwana huyu? Yani mtu uzuri wote, wanawake wakichukua mpaka jasho lake wakienda harusini. Acha uzuri wa akhlaqi, uzuri wa kimaumbile pia. Malladhi aghadhahum, lipi limewachukiza? Kisha akasema hadha fi'lul muhibbin, vitendo vya wenye kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akazungumza kuhusu vijana wawili katika hili tukio la vita vya Badri. Huyu asema ami, nionyeshe Aba Jahali yuko wapi? Ma tasna'u bihi, asema ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasa niambiwe, nimepewa habari kwamba mtu si mtume. Fa walladhi nafsi biyadihi la in ra'aytuhu la yufariqu sawadi sawadahu, jito langu likimhona hatopambanuka hata yamuta al-ajalu minna, mpaka afe yule ambaye kwamba muda wake ndo haraka zaidi, yani yule ambaye wakati wake ushakufa, sisi ama yeye mmoja wapo. Yule mwingine pia akasema neno hayo. Zile swafu za mushrikina zilivyopambanukana, Abdurrahman bin Auf akamwona Aba Jahal yatajawal, akizunguka pale, akawaonyesha kwamba Abu Jahal ndio yule vijana alikuwa wamtafuta. Kwa hiyo wakamtangulia kwa upanga, kisha wakamuua, wakamkata. Sehemu moja alimpiga katika mundi wake akaanguka, na mwingine akamalizia. Kisha wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ayyukuma qatalahu, nani kati yenu wawili aliyemuua Abu Jahal? Kila mmoja akasema ni yeye ndiye ambaye amemuua Abu Jahal. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hal masahtuma sayfaykuma, je, mshafuta panga zenu yale damu na nini? Ukasema la. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaangalia zile panga zao, kisha akamwambia kilakuma qatalahu, nyote wawili mmemuua, ambaye ni Muadh na Muawidh bin ibn Afra, watoto baba moja hawa. Muadh alibaki, lakini Muawidh alikufa katika vita hivyo hivyo. Muadh alibaki mpaka katika zama za Saidina Uthman akiwa ni khalifa, na Muadh Mtume sallam alimpatia baadhi ya zile dir'i, zile mavazi ya kivita za Abu Jahali na ni farasi wake, na baadhi ya zile ambazo vitu aliyokuwa navyo Abu Jahal akapewa kama ghanima. Baada ya kuisha vita watu wakatoka, wengine wakaanza kumtafuta Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud akampata, wabihi ramaq, alikuwa bado kumbe hajakata roho, akamwekea mguu wake katika shingo, kisha akamshika ndevu, akamwambia hal akhzaka Allah ya adu Allah, Mwenyezi Mungu amekudhalilisha. Kisha sema bima akhzani fawqa rajulin qataltumuh, mtu tumemuua, kitu gani Mwenyezi Mungu amedhalilisha? Falau ghaira akarin qatalani. Sasa pamoja na kiburi amwambia Akara, mkusudia Abdullah bin Mas'ud, ambia wewe ni mchunga mbuzi au mkulima ndiye ambaye kwamba ataniua. Kisha akaambia akhbirni liman ad-da'ira al-yawm,
ushindi ni wa nani leo? Qala lillahi wa lirasulihi, aambia ni wa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kisha Abu Jahl akamwambia Abdullah ibn Mas'ud, laqad taqaita murtaqan sa'ban, yani umepanda daraja ya juu sana leo, ya Ruwai al-Ghanam, wewe mchunga mbuzi, mpaka umeniwekea goti katika kifua changu na kunishika ndevu, leo umepanda daraja sana. Abdullah ibn Mas'ud akakata kichwa cha Abu Jahl, kisha akaenda kwa Mtume sallam na kichwa cha Abu Jahl. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Allahu akbar walhamdulillahi alladhi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Sifa njema za Mwenyezi Mungu ambaye amesadikisha ahadi yake, wa nasara 'abda, akamnusuru mja wake, wa hazama al-ahzaba wahda, na akashinda makundi yale yaliyokusanyika dhidi ya mtume na dhidi ya Uislamu, Mwenyezi Mungu peke yake. Waqala hadha fir'aunu hadhihi al-umma, kisha akasema hadha fir'aunu hadhihi al-umma, huyu ni Firauni wa umma huu. Kwa hiyo maneno haya ambayo katika takbira zaidi tuyasema ni maneno ambayo yana asili. Allahu akbar, sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa azza junda wa hazama al-ahzaba wahda, ni maneno ambayo yana asili, lakini maneno yana uzito. Kwa hivyo ukaona yamekatwa katika baadhi ya takbira zaidi, ni katika kuaridhisha maadui ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wale wacha Mungu na wanazuoni wa kweli mukhlisina wa zamani walikuwa wakileta hizi katika takbira, la ilaha illa Allah la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-mushrikun. Zote hizi ni maneno ambayo kwamba yana uzito wake na yana waqa yake katika nafsi za waumini na dhidi ya mushrikina na maadui wa umma wa Kiislamu. Kuna siku nimeshangaa sana kuona haya maneno, kuna baadhi wameyafuta. Ilikuwa imeandikwa katika madrasa moja, sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa azza junda wa hazama al-ahzaba, yakafutwa yale. Jamaa sema ni bid'a, kumbe hajui asili yake. Kisha akaandika alif arnabun baun battatun taun timsahun jimun jamalun. Maneno mazito haya yenye uzito wote huu ukafuta, kisha ukaandika alifun arnabun. Ni uchache ufahamu na uchache wa kujua baadhi ya masaili ambayo kwamba yana uzito katika Uislamu. Hii ndio yaumul furqan, siku ya upambanuzi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kupambanua baina ya haki na batil. Maarakatu Badri, vita vya Badri, ilikuwa ni maaraka baina al-kufri wal-iman. Ilikuwa ni vita baina ya kufri na iman, kwa sababu watu walipigana mababa zao, maami zao, mtoto wake, ndugu yake, khali yake. Umar bin al-Khattab alipigana khali yake Al-As bin Hisham. Abu Bakar akapambana mtoto wake Abdurrahman. Waislamu wakamteka nyara Abbas ibn Abdul Muttalib, ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika silatul qaraba, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akanyanyua kalimatul iman ala kalimatul kufri, ndio maana yaitwa ni يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فرق الله بين الحق والباطل. Kwa hiyo ikaitwa siku hiyo ni siku ya Furqan, siku ya Badri, tarehe 17 mwezi wa Ramadhan. Na hawa ndio ahlul Badri, watu waliopigana vita vya Badri, watu ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwazungumza kwa utukufu mkubwa sana, watu waliopigana vita vya Badri. Pamoja na kwamba ilikuwa ni tukio kubwa na ni vita vikubwa, lakini havikuwa ni vita vya maangamizi. Leo tukizungumza vita, tuzungumza vita wanauliwa maelfu ya watu. Kuna mmoja
azungumza kuhusu ubunifu wa Waislamu. Waislamu walikuwa wabunifu zamani. Waislamu ndio wamebuni mambo mengi, hisabu hizi, elimu hizi nyingi, waanzilishi ni Waislamu. Lakini hawakuwa wabunifu wa silaha za maangamizi. Ukisikia vita watu walipigana zamani, ni vita watu wapigana mapanga. Katika vita vya Badri walikufa Waislamu 14 na mushrikina walikufa watu 70. Kwa hiyo wote ni 84. Vita vikubwa vinavyokumbukwa kwa historia. Usiniambie watu walikuwa ni wachache wakati ule, bali silaha pia ambazo zinazotumika sio kama leo watu wanatafuta kila namna ya kuweza kutumia silaha za kuangamiza watu. Mtume sallallahu akiwaambia Waislamu wakienda vitani, usikate mti, usiue mzee, msiue watoto, msiue kina mama, msichome nyumba, msifanye yote haya. Yalikuwa ni maelekezo yakifanywa. Leo tofauti. Mama, baba, nani, wazee wote ndani ya nyumba, ghorofa 10 ya teremsho yote chini. Ewa, hiyo atomic bomb iliyotumika wakati ule iliua watu zaidi ya 1100 na sasa hii nuclear ambao watu wanasema leo ni hatari zaidi. Kisha wenyewe watengeneze, lakini waambie wengine wasitengeneze. Khatir jiddan kihakika. Katika vita vya Badri walikufa Waislamu wanaume 14, 6 muhajirin na 8 katika ansar. Kazikwa katika sahati Badri na makaburi yao yanajulikana mpaka leo. Hawa mushrikina waliuliwa watu 70, wakatekwa nyara 70, na wengi walikuwa ni katika wale vigogo wenyewe waliuliwa katika vita vya Badri, kina Abu Jahl wakiongozwa. Na wale vigogo wa Quraishi miili yao ilitupa katika kisima kilikuwa kinaitwa Qalib. Ilikuwa ni kisima kibovu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha miili yao ikatupa katika kile kisima. Ala kulli hal, tupata mazingatio makubwa katika vita kama hivi, vita vya Badri, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alinusuru haki na akaizamisha batil. Mtume sallam akakaa siku 3 katika sehemu ya Badri. Alipojiandaa anarudi, akaenda katika kile kisima Al-Qalib na akasimama pale juu, kisha akaanza kuwaita kwa majina wale vigogo wa Quraysh. Sema, ya fulan ibn fulan, ya fulan ibn fulan, ayasurrukum annakum ata'tum Allah wa rasulahu. Fulan bin fulan, je, wafurahisha kwamba nyinyi mngemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake? Fa inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, sisi tumepata kile alichotuahidi Mwenyezi Mungu kwa ni haki. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, kile Mwenyezi Mungu amewaahidi haki, je mmekipata? Ambao kule itakuwa wao kama ni katika adhabul qabri itakuwa wanashuhudilia. Sayyidina Umar akasema, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha, zungumza na mili haina roho. Qal ma antum biasma'a lima aqulu minhum, hasa nyinyi hamsikii zaidi kuwashinda wao. Wao wanasikia zaidi, walakin la yujibuna, lakini hawajibu, lakini wasikia yote haya ambayo kwamba sisi tunazungumza. Habari ya vita zikafika Maka na Madina. Habari ya kushindwa mushrikina ikafika Maka, kwa mushrikina wameshindwa, kuna Mwenyezi Mungu amewadhalilisha. Mushrikina wakawakataza watu wao wasiomboleze. Ilikuwa ni ada yao kuomboleza katika shirki, ili wasipate shamata, wasichekwe na kusemwa vibaya na Waislamu. Aswad bin al-Muttalib waliuliwa watoto wake 3. Alikuwa ataka kuomboleza, ataka kulia,
Ikiwa watu wamekatazwa wasiomboleze wasilie. Sasa usiku akasikia mwanamke aomboleza, akaona watu wameruhusiwa waomboleze, akatuma kijakazi wake aende akaulizie. Ikamjia habari ya kwamba yule mwanamke analia na kuomboleza amepoteza ngamia wake, ndio maana yualia. Basi huyu bwana Al-Aswad bin Muttalib hakuweza kujizuia, akawa ni mwenye kusema, atabki an yadhilla laha ba'irun wa yamna'uha min an-nawm as-suhudu. Asema huyu mwanamke analia kwa kupotelewa na ngamia, na ile huzuni inamfanya mpaka asiweze kulala. Wala tabki ala bakrin, asema usilie kwa ajili ya ngamia huyu, kitu duni, kitu ambacho hakina thamani. Walakin ala badrin, lia kwa ajili ya wale watu wetu waliouliwa Badri. Taqasaratil hududu aljududu, asema kwamba qadari zilidhoofika, watu wakawa dhaifu katika vita vya Badri. Kwa hivyo lia kwa ajili ya watu wa Badri, usilie kwa sababu ya ngamia, ati kwa ajili ya kuomboleza watoto wake ambao walikufa katika vita vya Badri. Ama watu wa Madina wakafikiwa na habari bishara, Abdullah ibn Rawaha akaenda chini. Wa Mayahudi walikuwa washaeneza propaganda za urongo ya kwamba Waislamu wameshindwa, lakini habari ilipofika, furaha ikaenea katika mji wa Madina na halil la ilaha illa Allah, Allahu akbar, na Waislamu wakawa ni wenye kwenda katika barabara wakimpokea Mtume sallallahu alaihi wasallam na kupongeza. Mtume sallam akaelekea Madina akiwa ni mwenye ushindi, akiwa na ghanima na mateka. Alipofika karibu na sehemu ya As-Safra, akatoa hukumu ya ghanima, akachukua sehemu ya ile ghanima ambayo ni khumus, na zingine akagawanya baina ya wale wapiganaji sawa sawa. Kisha akaamrisha kuna baadhi ya mushrikina wauawe, kama An-Nadhr bin al-Harith, Ali bin Abi Talib akamua, kisha Uqba bin Abi Mu'ayt na wengineo. Ama Waislamu wakatoka wakampongeza Mtume sallallahu alaihi wasallama, akaingia katika mji wa Madina hali ya kuwa na ushindi. Tukimalizia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotulia sasa katika mji wa Madina, inshallah takomea hapa kwa leo, akashauri kuhusu wale mateka. Sayyidina Abubakar akatoa mapendekezo na ushauri ya kwamba achukue fidia, atoe ili kuweza kukombolewa, na Sayyidina Umar akaashiria sema wale wote hao. Mtume sallallahu akachukua fidia, na ilikuwa ni takriban 1400 dirham, 1400 au dirham 3000 kwa kila mtu. Na wengine walikuwa hana lakini anaweza kusoma na kuandika, basi anayeweza kusoma na kuandika ikawa ni fidia kwake, awafundishe vijana 10 katika vijana wa Kiislamu kusoma na kuandika, kisha akawa ni mwenye kuachwa huru. Kisha Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akatoa baadhi ya dhahabu zake kwa ajili ya kumkomboa mume wake ambaye alikuwa ni Abil As. Huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona binti yake ametoa, akamhurumia, akawataka idhini masahaba kwamba amwache huru huyu bwana bila ya fidia, lakini akamwekea sharti ya kwamba amwache huyu binti yake Mtume sallallahu alaihi wasallama atoke katika mji wa Makka. Basi akamwacha, akahama, akaenda Madina, na Mtume sallallahu alaihi wasallama akamwacha huru. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitujalia tutakuwa ni wenye
kuendeleza yanayofuata katika kifo cha Ruqayya binti Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallam kumwozesha Uthman Kulthum, kisha vita vya Qainuqa na mengineo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya machache atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.